Wakati tunawaambia vijana kati ya nyumba na gari waanze na nyumba kwanza kabla kununua magari, kuna kijana mwingine yeye anawaza kununua smartphone. Ndiyo, hili tulikuwa tumelisahau, lakini ni miongoni mwa vioja vilivyopo kwenye dunia hii. Kwa maana ya vijana wa sasa anawaza kununua smartphone badala hata ya kuwaza kununua kiwanja, isipokuwa na bei anayotumia kununua smartphone ni ile ile ambayo atakayotumia kununua kiwanja. Pengine kiwanja kina bei rahisi kuliko smartphone anayohitaji kuinunua. Hii nayo ni changamoto na ni kioja miongoni mwa vioja vilivyopo katika dunia hii hapa. Nimekuletea ramani nzuri ya kisasa ambayo unaweza ukaacha kununua smartphone na hiyo pesa ukanunua kiwanja ili baadaye uweze kufanya ujenzi wa jengo hili hapa. Hili ni jengo lenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 6. Na ndani humo ina unit mbili. Sasa wewe ambaye unatamani kununua smartphone sasa, nenda kanunue kiwanja afu ujenge hii hapa. Katika unit moja uishi wewe, unit nyingine upangishe. Kwa sababu kila unit ina sebule, jiko pamoja na chumba kimoja cha kulala na choo cha public. Katika kila unit, na hizi ziko unit mbili. Kwa hiyo kama ukiwa na kiwanja chako kikubwa zaidi ya hichi, na maana unaweza ukajenga zaidi ya jengo hili hapa. Lakini hili jengo limeweza kujengwa katika kiwanja ambacho kina upana wa mita 18, lakini kama kiwanja chako kina urefu wa mita 18 na upana wa mita 10, basi unaweza ukajenga hii hapa, kwa sababu hiki kiwanja hichi kina urefu wa mita 10 na upana wa mita 18. Kwa hiyo jengo litakaa kwa upana. Kwa hiyo kama kiwanja chako ni kirefu, bado jengo litakaa kwa urefu. Hapa idadi ya tofali zinazotumika hapa ni tofali 2000 za blocks, ndizo ambazo zitakazotumika kwenye ujenzi wa haka jengo mpaka kukakamilisha vile kanavyokuwa kanaonekana. Lakini pia bati zinazokaa hapa, bati ni 30 za futi 10, ikiwa na jumla ambazo za kenchi 80. Jengo sio kubwa sana, ni la kawaida mno na sio gharama sana kukamilisha jengo la namna hii kutokana na mpangilio wake. Na ni simple, ukiangalia upawaji wake tumeweza kulifanya bati lake limwage maji nyuma moja kwa moja. Hii ni fursa na haifanyi jengo hili kuvuja kwa sababu jengo sio kubwa sana. Kwa hiyo hata idadi ya maji ambayo yatatengenezwa au kukusanywa upande wa juu wa bati sio mengi sana kiasi kwamba iweze kuleta madhara kwenye jengo. Muonekano wa jengo hili ndio kama ambavyo unaweza kuona hapa. Ni jengo ambalo ni simple, halina mambo mengi, sio complicated sana. Inafaa kwa biashara, lakini pia hata kwa kuishi wewe. Wewe unaweza ukateua unit moja ukaishi wewe na unit nyingine ukaweza kupangisha kwa ajili ya biashara. Yote inawezekana. Na muonekano wa kaka jengo ndio vile ambavyo unaweza kuona hapa. Kumbuka, ramani kama hizi na zingine nyingi zote huwa tunaziandaa kwa mujibu au kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Kwa hiyo hata wewe hapo una uwezo wa kutupatia mahitaji yako, tukaweza kuandaa ramani vile vile unavyohitaji wewe, na ikakaa au ikapendeza na ikakupa faida zaidi kama ramani hiyo itakuwa ni ramani ya kupangisha. Sawa, ramani kama hizi huwa zinapata changamoto ya kuvuja kutokana na design, kwa sababu kama utafanya jengo liwe na kona zaidi upande wa juu wa bati, lazima zile kona zitakuwa kikwazo kuweza kuyafanya maji yaweze kushuka chini yakiwa free. Sasa hili ndilo ambalo linafanya majengo mengi ya namna hii yanakuwa yanavuja. Lakini kama utalijenga kwa namna ya box, basi hakikisha maji yako yatamwagika moja kwa moja upande wa nyuma wa kiwanja chako, ili usiyafanye maji kutengeneza mikondo tofauti tofauti upande wa juu wa bati ili kuweza kutafuta namna ya kuweza kushuka chini. Hilo ndilo ambalo linafanya majengo mengi yanakuwa yanapata changamoto ya kuvuja. Pia nachoweza kukwambia ni kwamba ramani hii au jengo hili unaweza ukalijenga kwa gharama ndogo sana, ila siwezi kukutajia kiasi itakuwa ni shilingi ngapi, kwa sababu ninachoamini ni gharama za ujenzi huwa hazifanani. Japokuwa ni gharama ndogo, haitakuwa gharama kubwa sana, haitakuwa kubwa kwa sababu ya aina ya ujenzi ambao unaweza kufanya hapa. Idadi ya tofali 2000, kama utatumia tofali za kuchoma hapo utatumia jumla ya tofali 6000. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.